Mahakama ya wilaya ya Tandahimba mkoani Mtwara imemhukumu kifungo cha maisha jela Hassan Hakika Mwendo mwenye umri wa miaka 18 na mkazi wa kijiji cha Dinyeke wilayani humo baada ya kupatikana na hatia ya kumlawiti mtoto wa kiume mwenye ulemavu. Akitoa taarifa hiyo leo Mei 15, 2025, kamanda wa polisi mkoa wa Mtwara SACP Isa Suleimani ameongeza kuwa mtuhumiwa alimlaghai mtoto huyo mwenye umri wa miaka 15 ambaye ana ulemavu na kumchukua kisha kuingia naye kichakani, kumvua nguo na kutekeleza ukatili huo. Kwamba kwa kipindi cha mwezi huu Aprili 2025 jumla ya watuhumiwa 15 walikamatwa kwa kujihusisha na tuhuma za makosa mbalimbali kama ifuatavyo. Moja, tarehe 2 mwezi wa 5 2025, mahakama ya wilaya ya Tandahimba ilimhukumu kifungo cha maisha jela Hassan Hakika Mwendo miaka 18 mkazi wa kijiji cha Dinyeke baada ya kupatikana na hatia ya kumlawiti mtoto mwenye ulemavu. Hukumu hiyo ilitolewa mbele ya hakimu mfawidhi wa mahakama ya wilaya ya Tandahimba Mheshimiwa Joseph Julius Waruku na mwendesha mashtaka Zubeir Ramadhani Ngondo. Ni kwamba mtiwa hatiani alitenda kosa hilo tarehe 22 mwezi wa 4 2025 katika kijiji cha Dinyeke baada ya kumlaghai mtoto huyo wa kiume jina tunalihifadhi ambaye ni mlemavu na kumchukua na kumpeleka kichakani, baadaye kumfanyia kitendo hicho cha kikatili. Mbamba na hilo, SACP Isa Suleimani ameeleza juu ya matukio mbalimbali ambayo yanahusiana na ukatili wa kijinsia ambayo yametokea katika wilaya ya Masasi. Tarehe 30 mwezi wa 4 2025, mahakama ya wilaya ya Masasi ilimhukumu kifungo cha maisha jela Eugene Cleophas Venant miaka 56 mkazi wa kijiji cha Mbonde wilaya ya Masasi kwa kosa la kulawiti. Mtiwa hatiani alitenda kosa hilo tarehe 30 wa 7 2024 huko katika kijiji cha Manyula wilayani Masasi kwa kumwingilia kinyume na maumbile mwanaume mmoja jina linahifadhiwa mwenye umri wa miaka 28 kwa kijiji cha Mbonde wilaya ya Masasi. Ni kwamba mtiwa hatiani alitekeleza kitendo hicho cha kinyama baada ya kumvizia mhanga akiwa jikoni anapika na kumsukuma kwa nguvu na kumwangusha kisha kufanya kitendo hicho kwa kutumia udhaifu wake wa kimwili. Tatu, tarehe 29 wa 4 2025, mahakama ya wilaya ya Masasi ilimhukumu kifungo cha miaka 30 jela Bakari Hamis Matole miaka 21 mkazi wa kijiji cha Namakongwa wilaya ya Masasi baada ya kumtia hatiani kwa kosa la kubaka. Mtiwa hatiani alitenda kosa hilo tarehe 25 wa kwanza 2025 huko maeneo ya kijiji cha Namakongwa baada ya kumlaghai mwanafunzi wa kike jina linahifadhiwa wa kidato cha 4 na shule pia inahifadhiwa kwa kumchukua na kumpeleka katika nyumba anayoishi kisha kutekeleza kitendo hicho cha ubakaji. 4, tarehe 30 wa 4 2025, mahakama ya wilaya ya Masasi ilimhukumu kifungo cha miaka 30 jela Danford Boniface Potter mwenye umri wa miaka 32 mkazi wa kijiji cha Namdenga baada ya kupatikana na hatia ya kubaka. Mtiwa hatiani alitenda kosa hilo tarehe 19 wa kwanza 2025 katika kijiji cha Namdenga baada ya kumvizia kwa nguvu mwanamke mmoja mwenye umri wa miaka 42 jina tunalihifadhi mkazi wa kijiji cha Namdenga akiwa shambani na kisha kumbaka. Aidha, jeshi la polisi mkoa huu linaendelea kuwasihi wananchi wote wa mkoa huu kuendelea kushirikiana na jeshi la polisi na kutunza amani kama ambavyo imekuwa ikitunza katika matukio mengine yote ya kitaifa. Mwisho, jeshi la polisi mkoa wa Mtwara linawapongeza na kuwashukuru sana wananchi kwa ushirikiano wanaendelea kuutoa, hususan katika kuitikia wito pale wanapohitajika mahakamani kutoa ushahidi, jambo ambalo limepelekea kesi nyingi sasa kwenda vizuri na kupata hatia kwa wale ambao wametenda makosa. Katika hatua nyingine, SACP Isa Suleimani ameelezea matukio ya uhalifu ikiwemo wizi wa mifugo pamoja na kukamatwa kwa pombe haramu aina ya moshi. Kosa kupatikana na pombe za moshi, kupatikana na dawa ya kulevya aina ya bangi, wizi wa mifugo pamoja na mauaji. Watuhumiwa 8 walikamatwa wakiwa na pombe haramu ya moshi maarufu gongo kiasi cha lita 82 pamoja na mtambo mmoja wa kutengenezea gongo hilo. Watuhumiwa 4 walikamatwa wakiwa na dawa za kulevya aina ya bangi
gramu 103. Watuhumiwa watatu walikamatwa kwa kosa la wizi wa mifugo na mtuhumiwa mmoja alikamatwa kwa tuhuma za kosa la mauaji. Jeshi la Polisi mkoa wa Mtwara limemkamata na kumfikisha mahakamani Samuel Matayo Oyo, miaka 27, mkazi wa Kisiwani, wilaya ya Nanyumbu, kwa tuhuma za mauaji ya Abdalla Ajali Musa, miaka 40, mkazi wa kijiji cha Nakole. Mtuhumiwa alitenda kitendo hicho tarehe 15 mwezi wa 4 2025 kwa kumpiga fimbo marehemu maeneo ya kichwani na kumsababishia majeraha yaliyopelekea kifo chake. Chanzo cha tukio hilo ni mgogoro wa muda mrefu ulioambatana na wivu wa mapenzi kati ya mtuhumiwa na marehemu, baada ya mtuhumiwa kuona marehemu akiishi na mwanamke ambaye awali alikuwa mpenzi wake. Heri Abdallah, Chivihi Media.